Yuko mtu mwingine hapa. Dada, unaitwa nani? Unatokea wapi? Naitwa Mary Kimani, ninatokea Juliani. Tuambie watazamaji na wasikilizaji wanatamani kujua nini Mungu amefanya baada ya kuja hapa katika mlima. Mimi napenda kumshukuru Mungu kwa sababu kuna shuhuda nyingi sana kuhusu madhabahu hii. Naam. Ambazo Mungu amezitenda. Na ndio maana maisha yangu mengi namtegemea Mungu na Mungu anaweza kila kitu katika maisha yangu. Amen. Tueleze kwa uchache. Sasa napenda kumshuhudia Mungu kwa sababu muujiza wa kwanza kabisa Mungu ambao amenitendea. Mwanangu alikuwa anaumwa, alikuwa akilia mdomoni zinatoka damu. Kutoka nilipomzaa akiwa na mwezi mmoja na alikuwa anyonya hata maziwa yangu. Kwa akawa anatumia maziwa ya ng'ombe. Lakini nikaangaika naye hospitali, mwanangu akawa ananipa tunaenda kwa waganga lakini ikashindikana. Baada ya kumleta kwa nabii tu alipokutana naye, alisema mwanao hataumwa tena. Alipomgusa na kweli mpaka leo anasoma yuko darasa la 4 ila sasa amelala yuko kule nyuma. Kesho nitakuja kuwaonyesha kama atapata nafasi ya kusimama hapa. Ameponywa mtoto akiwa na mwezi mmoja. Amepona, tumehangaika hospitali miezi mitatu toka aanze kuumwa. Akaja kupona akiwa na miezi mitatu ndo amepata uponyaji. Ina maana alikuwa ananywa maziwa yangu na alikuwa amepona. Wengi walisema huyu mtoto atakufa, hawezi kupona kwa sababu alikuwa hii sura yake hata mkono wangu kufanya hivi labda sura mpana. Hapo mkono mmoja ulikuwa mnene, mwingine mwembamba. Na maana alitaka awe mlemavu, hapo kabisa. Lakini Mungu ametenda muujiza mzima, alikuwa yote inafanya kazi na anasoma darasa la 4. Na hata muda uliopita alishika nafasi ya 5. Unawaambia nini watu ambao wanakutazama, wanakusikiliza? Una neno gani la kuwatia moyo ikiwa wewe ulileta mwanao katika madhabahu na Mungu ameonekana? Mimi napenda kuwatia moyo kwamba wasiamini kwamba Mungu hawezi au manabii waongo. Kumbuka huyo ni shetani, lakini Mungu anaweza mambo yote kwa sababu kwa akili za binadamu mwanangu ile tatizo asingeweza kupona. Madaktari wenyewe walishindwa. Mamangu akauliza shida ni nini, hii mmesoma niambieni. Damu zinatoka mdomoni, yani anajazwa damu kwa mara 3 kwa gala. Lakini imeshindikana. Tumeenda hospitali nyingi lakini imeshindikana. Tumelima mpunga umeisha wote, kwa sisi hatuna kitu. Nimekuja hapa nilikaa kanisani wiki 2, mwanangu akapokea uponyaji. Anasema mume wake alikuwa anamuimba kwa siri, wanaenda kwa waganga. Madaktari wameshindwa. Yes. Waganga wameshindwa, madaktari wameshindwa, lakini Mungu na Joshua ameweza. Hongera sana dada. Una neno gani la kuambia wasikilizaji? Napenda kuambia kwamba waamini Mungu na Joshua anaweza. Kwa maana kumtegemea Mungu kila kitu kinawezekana. Waganga ni waongo tu wanawadanganya. Amen. Kutana mshangilie Mungu kwa ajili ya shuhuda ambazo dada